Ningependa kusalimia ndugu msikilizaji kupitia jina lile lipitalo kila jina, jina la Yesu Kristo. Nikiamini Mungu ametujalia uzima na pumzi na uhai tena kwa siku hii ya leo, na ametupa nafasi tupate kusikiliza ngaa kwa dakika chache kile kinachohusiana na yeye na ufalme wake. Na ningependa tuombe kwa dakika chache, alafu baadaye tuendelee na somo la siku ya leo. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru tena kwa muda mzuri huu ambao umetupa. Tunaamini kila wakati na kila muda wewe ni Mungu usiyechoka kusema na sisi, kusema juu ya kazi zetu, familia zetu na maisha yetu kwa ujumla. Ni Mungu unayetuwazia mazuri, ndio maana unasema mazuri kwa ajili yetu. Jehova, ninakubariki hata kwa sasa, nikijua Roho wako Mtakatifu, gavana uliyemtuma kwa ajili yetu ili atusaidie, atufundishe na kutuongoza, yuko kazini saa hii ili apate kutuwezesha katika kila ambacho umekusudia. Ninaomba fungua ufahamu wetu na akili zetu, na tupe masikio ya kusikia na macho ya kuona, ili jina lako lipate kutukuzwa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Wiki iliyopita tulikuwa na kichwa cha somo kinachosema umuhimu wa maombi ya neema ya urejesho kama silaha dhidi ya roho ya ucheleweshaji katika maisha ya mtu. Na tulizungumzia vitu vingi. Lakini ningependa nikukumbushe kabisa kwamba hizi roho za ucheleweshaji zinacheza na muda zaidi, zinacheza na wakati wa mtu, zinacheza na vipindi vya mtu, vinacheza na majira ya mtu. Na leo ningependa niongezee tena hapo katika sehemu ya pili juu ya maombi ya kuwa na kasi ya kiungu katika maisha yako. Maombi ya kuwa na kasi ya kiungu au spidi katika maisha yako. Haya maombi ya kumsihi Mungu ili maisha yako yawe na kasi ya kiungu au spidi ni maombi pia yanayolenga muda. Ni maombi pia yanayolenga wakati. Ni maombi pia yanayolenga majira ya mtu. Kwa hiyo huu ni uweza wa kiungu ambao unakuja ndani ya maisha ya mtu na kumsaidia kukamilisha mambo yake kwa wakati. Ni uwezo wa kiungu unaokuja ndani ya mtu kumsaidia kukamilisha mambo kwa wakati, au ni uwezo wa kufanikisha jambo ndani ya muda mfupi, au ni uwezo wa kufanikisha jambo ndani ya muda mfupi. Kwa lugha nyingine, huu ni uwezo wa kufupisha mwendo mrefu ndani ya maisha ya mtu kwa muda mfupi. Huu ni uwezo wa kufupisha mwendo mrefu ndani ya maisha ya mtu. Amekuwa na changamoto ya muda mrefu, au amekuwa na aina fulani ya maisha yaliyokaa kwa muda mrefu. Unapoomba
Maombi ya kuwa na kasi ya kiungu ama spidi katika maisha yako, maana yake eneo lolote ambalo limekwama kwa muda mrefu, au eneo lolote ambalo limeshikiliwa kwa muda mrefu, au eneo lolote ambalo ndani yake kuna roho ya ucheleweshaji kwa muda mrefu, au eneo lolote ambalo limetwama ndani ya maisha yako kwa muda mrefu, Mungu anakusaidia kwa kukupatia uwezo wa kwenda zaidi ya hiyo changamoto, zaidi ya hicho kikwazo, zaidi ya hivyo vipingamizi, zaidi ya hivyo vizuizi. Ndio maana nimesema maombi ya kuwa na kasi ya kiungu inaweza ikaombwa. Hii ipo kibibilia, unaweza ukaiomba hii na Mungu akakusaidia ili kufupisha ile safari yako. Biblia inasema kama siku zisingelifupishwa asingeokoka hata mtu mmoja. Kwa hiyo kumbe kuna mwendo unaweza ukafupishwa, kuna umbali unaweza ukafupishwa, na kuna majira na vipindi yanaweza yakafupishwa ndani ya mtu. Kwa hiyo nimezungumza kwamba huu ni uwezo wa kukamilisha mambo yako kwa wakati, au uwezo wa kufanikisha ndani ya muda mfupi, au huu ni uwezo wa kufupisha mwendo mrefu ambao umekuwa nao ndani ya muda mfupi. Na tukiangalia kwa mfano wa kawaida tu, leo dunia iko kwenye mabadiliko makubwa. Hatuwezi tukaepusha vitu vinavyoendelea ndani ya dunia ambavyo tunaweza tukaviangalia afu vikatupatia somo pia la kutusaidia namna ya kuweza kujua kinachoendelea katika ulimwengu wa roho. Leo hii unaweza ukasikia magari ya mwendo kasi, mabasi ya mwendo kasi. Mwendo kasi ni mabasi kama mabasi mengine, lakini yanachukua muda. Ile kwamba ni magari ya mwendo kasi, maana yake yanakomboa muda. Sehemu ambayo wangeweza kuchukua dakika 30, wao wanaweza wakaenda kwa dakika 15 ama dakika 10. Lakini tumeona hata juu ya treni za mwendo kasi, zote zinalenga muda, zote zinalenga wakati. Kutoka Dar mpaka Dodoma kwa basi unaweza ukaenda masaa 8, lakini unapopanda haya matreni ya mwendo kasi, maana yake unachukua masaa 3 mpaka masaa 4. Utasikia habari za internet ya kasi ya juu. Dunia iko katika mazingira ya vitu vinavyokwenda kwa kasi, na vyote vinalenga muda. Utakwenda sehemu unasikia fast food ama chakula cha haraka, chenyewe pia ni muda, ni wakati pia. Lengo kubwa ni kukomboa wakati, ili mtu asikae kwenye eneo moja kwa muda mrefu. Sasa na ndio maana nimekuja na somo linasema maombi ya kuwa na kasi ya kiungu. Hii inalenga kwenye maisha, inalenga kwenye uchumi, inalenga kwenye hali yoyote ambayo umekaa nayo kwa muda mrefu. Na mstari ambao tunakwenda kusimamia ni mstari wa Mwanzo 27. Mwanzo 27, ule mstari wa 1 mpaka 20. Kuna kitu tutakwenda kujifunza pale. Mwanzo 27 mstari wa 1 mpaka 20. Biblia inasema ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofusha asione, akamuita Esau mwanawe mkubwa, akamwambia, mwanangu. Naye akamuitikia, mimi hapa. Akasema, tazama sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi nakuomba, chukua mata yako, podo lako na upinde wako, ukaende nyikani uniwindie mawindo, ukanifanyie chakula kitamu namna hile niipendavyo,
ukaniletee ili nile, na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Na Rebeka akasikia Isaka aliposema na Esau mwanawe. Basi Esau akaenda nyikani awinde mawindo ayalete. Rebeka akamwambia Yakobo mwanaye akisema, angalia, nimemsikia baba yako akisema na Esau ndugu yako akinena, niletee mawindo ukanifanyie chakula kitamu ili nile na kukubariki mbele za Bwana kabla ya kufa kwangu. Basi mwanangu, sikiliza sauti yangu kama nitakavyokuagiza. Enenda sasa kundini ukanitwalie wanambuzi wawili walio wema, nami nitafanya chakula kitamu kwa baba yako namna hile apendavyo. Kisha utampelekea baba yako apate kula, ili akubariki kabla ya kufa kwake. Yakobo akamwambia Rebeka mamaye, Esau ndugu yangu ni mtu mwenye malaika, na mimi ni mtu laini. Labda baba yangu atanipapasa, nami nitakuwa machoni pake kama mdanganyifu, nami nitaleta juu yangu laana wala si baraka. Mamaye akamwambia, laana yako na iwe juu yangu, mwanangu, usikie sauti yangu tu. Enenda ukaniletee wanambuzi. Akaenda akatwaa akamletea mamake. Mamake akafanya chakula kitamu namna ile aliyopenda babaye. Kisha Rebeka akatwaa mavazi mazuri ya Esau mwanaye mkubwa aliyokuwa nayo nyumbani, akamvika Yakobo mwanaye mdogo, na ngozi ya wanambuzi akamvika mikononi na katika ulaini wa shingo yake, naye akampa Yakobo mwanaye mikononi mwake hicho chakula kitamu na mkate aliyoufanya. Akaja baba yake akasema, babangu. Akasema, mimi hapa. Nani wewe mwanangu? Yakobo akamwambia babaye, mimi ni Esau mzaliwa wako wa kwanza. Nimefanya kama ulivyoniambia. Ondoka tafadhali, ukae kitako, ule mawindo yangu, ili roho yako inibariki. Isaka akamuuliza mwanawe, imekuwaje umepata upesi namna hii mwanangu? Akasema, kwa sababu Bwana Mungu wako amenifanikisha. Bwana alibariki neno lake. Kuna vitu kadha wa kadha tunataka tukajifunza kwenye historia ya Yakobo pamoja na Esau, lakini mstari unaokwenda kuusimamia ni ule wa 20. Baada ya ile hila kufanyika na Yakobo kuchukua nafasi ya Esau kwa mbinu na akili ya mama yake Rebeka, anafika kwa Isaka. Isaka anauliza ni nani? Yakobo anasema yeye ndio Esau. Alafu baba yake ambaye ni Isaka anauliza swali ambalo hakulitegemea kwamba lingefanyika kwa huo muda mfupi. Isaka akamuuliza mwanaye, imekuwaje umepata upesi namna hii? Hawa walikuwa ni ndugu wawili. Mmoja alikuwa ni mwindaji ambaye alipewa wajibu wa kwenda kutafuta chakula porini huko, apate kuwinda, apate mnyama, amlete, apate kumtengeneza, alafu apate kumpa baba yake apate kula. Kwa akili ya Isaka ilikuwa ni kitu alichotegemea kwamba lichukue muda mrefu mpaka aje akamilishe zoezi la kumletea chakula. Ingechukua muda kwa sababu anatoka mpaka aende porini. Hawakuwa na magari kama sisi, hawakuwa na bunduki kama sisi. Waende mpaka eneo la mawindo, angalie wanyama wako sehemu fulani, asumbuane na wale wanyama mpaka wapige pamoja na kuwaua na kuwachinja pale na kuweza kutoa ngozi na kuandaa chakula, tena arudi nyumbani ampikie baba
Isaka alijua itachukua muda mrefu, lakini anashangaa ghafla mtoto wake anakuja ambaye anasema yeye ni Esau. Lilikuwa ni swali ambalo kwake ilikuwa kama mshangao, kwamba alitegemea ile jambo lichukue muda mrefu, alitegemea ile hali ya maandalizi ya chakula mpaka kula ichukue muda mrefu, lakini ghafla anashangaa imechukua muda mfupi sana. Sasa ninaomba unielewe, mimi siko upande wa Yakobo mdanganyifu wala hali ya moyo wake. Mimi niko upande wa swali aliloulizwa na jibu alilojibiwa. Isaka amemuuliza swali akitegemea jibu, kwamba mbona imefanyika kwa haraka? Mbona muda umekuwa ni mfupi? Mbona wakati umekuwa ni mfupi? Mbona jambo hilo limekuwa ni la muda mfupi? Nilitegemea, nimekaa mkao wa kuvumilia hilo jambo, lakini mbona mpaka sasa kila kitu kiko sawa? Ndio maana anamuuliza imekuwaje. Ninapenda tujue huo mstari kutoka kwenye pointi ya kiungu wa jibu lake, si kwenye hali ya udanganyifu na hila zake. Tunajua Yakobo alikuwa ni mwenye hila, hata jina lake ndio linavyosema. Lakini nataka ili jibu ambalo alilojibu hapo, amemhusisha Mungu katika kushoten, amemhusisha Mungu katika kufupisha, amemhusisha Mungu katika kufanya ile jambo liwe rahisi. Swali lake imekuwaje? Umepata kwa upesi? Anajua imekuwaje? Imekuwaje umefanikisha jambo hili kwa wepesi? Anajibu kwa sababu Bwana amemfanikisha. Ndivyo alivyojibu. Maana yake Isaka anajibiwa alafu anaridhika, akijua kwenye kufupisha kwa masuala mengi Mungu ndio mwenye uwezo wa kuingilia maisha ya mtu. Anaweza akaingilia situation ya mtu, anaweza akaingilia changamoto ya mtu kwa muda mfupi, alafu akayabadilisha maisha na mazingira yale, na yule mtu akapata kutoka. Isaka anamuuliza Yakobo, imekuwaje? Anajibu, Bwana ndiye aliyenifanikisha. Anauliza imekuwaje kwa tafsiri nyingine, umetumia mbinu gani? Siri yako ni nini? Nini kimetokea hata umefanya hichi kitu kwa muda mfupi? Biblia inaeleza wazi kwa lugha nyingine. Anajibu Yakobo, Bwana ndiye amesababisha jambo hili litokee. Kwa hiyo kwa lugha nyingine anasema Bwana ndiye ameingia kazini. Na ndio mstari wangu minataka tuangalie hapo, kwamba kwenye kufanikisha na kufupisha vitu kwenye maisha yako, Bwana ndiye anapaswa kuingia kazini kwa niaba yako. Ni kweli ilikuwa haiwezekani, ni kweli umbali ulikuwa ni mrefu, ni kweli hali umekaa nayo kwa muda mrefu, lakini Bwana anaweza akaingilia kati, akafupisha mateso yako, yakatoka miaka 20 yakarudi katika hamna kabisa, akabadilisha mazingira ya mateso yako na kuyafanya kuwa mazingira ya furaha. Yakobo anasema Bwana ndiye amemfanikisha, amefanya kwa niaba yake. Kwa lugha nyingine anazungumza katika situation hiyo ya kusababisha mambo yafanyike kwa haraka. Mungu ndiye kampa spidi. Mungu ndiye kampa spidi ya kwenda porini, kampa spidi ya kuweza kuwinda, kampa spidi ya kuja nyumbani na kupika, na kampa spidi ya kuweza kuleta chakula mbele za baba yake. Na baba yake aliridhika na lile jambo na akala kile chakula na akambariki.
Nimekwambia lengo langu sio kuzungumzia hila za Yakobo. Lengo langu ni kumpa mtu Mungu nafasi kwenye mazingira ambayo umekaa nayo kwa muda mrefu. Inawezekana wamejua kwamba hilo jambo litachukua muda mrefu kwako kutimizwa. Hayo maisha ya mafanikio kwako yatakuwa ni historia. Huo umbali ambao umekwenda katika hali ya uharibifu na changamoto itachukua kwako muda mrefu, lakini niko hapa kukuambia neno la Bwana ya kwamba Bwana anaweza akakufanikisha. Bwana anaweza kupoteza mazingira mabaya akaleta mazingira mazuri. Bwana anaweza akaachilia spidi ambayo ilikuwa imezuiwa na nguvu za giza. Anaweza akaachilia spidi iliyoshikiliwa na mapepo na nguvu za uharibifu. Hiyo spidi ya kiuchumi, hiyo spidi ya kimahusiano, hiyo spidi ya baraka ikaonekana kwenye maisha yako tena kwa kiwango kingine. Nami ninaomba upate kujua ya kwamba Bwana ana uwezo wa kukutoa kwa spidi hatua ulionayo kwenda hatua nyingine. Ilitokea hata kwa mtumishi wa Mungu Paulo. Anasema pamoja na kwamba Mungu alikuwa na mitume wengi, lakini yeye alienda kwa umbali zaidi. Alikwenda kwa spidi zaidi ya mitume wengine wote, ikionyesha kwamba Mungu anaweza kaachilia roho ya spidi ndani ya maisha yako na kuyabadilisha maisha yako kabisa, na hali yako ikachenji kabisa, na mambo yako ambayo walitegemea hautatoka pale, wakashangaa umefika Mwanza kwa kasi, umefika Tanga kwa kasi, umefika Marekani kwa kasi, huduma imeenda kwa kasi, maisha yako yamepanda kwa kasi, uchumi wako umepanda kwa kasi. Uko uweza ndani ya Mungu, unaweza ukawafanya watu waende kwa kasi kwenye maisha yao, na hiyo inashughulika na muda. Walitegemea ishu yako ikae kwa miaka 10. Mungu anabadilisha miaka 10 kwa mwaka mmoja, na anabadilisha mwaka mmoja kuwa siku moja, na anabadilisha siku moja kuwa saa moja, kubadilisha maisha yako kabisa. Anaweza akachange situation yako na watu wakabaki wanashangaa, mbona huduma ilikuwa haiendi? Mbona utumishi ulikuwa uendi? Mbona uchumi ulikuwa uendi? Ujue Mungu anaingia kazini, unawaambia Mungu ndiye amenifanikisha, unaambia Mungu ndiye amenisaidia, unamwambia Mungu ndiye ameingia kazini kwa lengo la kunisaidia, amekimbia na amenipa mbio za kuweza kwenda kwa umbali zaidi ya wengine wowote. Iko roho ya spidi ndani ya maisha tulio nayo. Iko roho ya spidi ndani ya maisha tulio nayo ambayo Mungu anaweza akaiachilia na ikabadilisha maisha yako kabisa. Isaka anauliza, imekuwaje kuwaje? Uswahilini uko anasema umefanyaje fanyaje? Jibu lako linakuwa ni moja, Mungu ndiye amenifanikisha. Mungu ndiye amenifanikisha. Mungu ndiye amenipa hii spidi. Mungu ndiye amenipa hii spidi ya kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine. Amenipa spidi ya kutoka kwenye hali moja kwenda kwenye hali nyingine. Amenipa spidi ya kutoka kwenye mazingira haya kwenda kwenye mazingira mengine. Si kwamba mtu anayekwenda spidi kila wakati ni nguvu za giza. Si kweli. Kuna wakati ni nguvu ya Mungu inaingia kazini. Ndani ya mwaka mmoja unashangaa mambo yameenda kwa kasi. Kwa wale wanaojua kung'ang'ana na Mungu na kuomba ili Mungu apate kuwasaidia, hii roho ya spidi ambayo inapambana na roho ya kukwamisha na kuchelewesha. Kama shetani ana roho ya kukwamisha na kuchelewesha, Mungu ana roho ya spidi ya kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndio maana mpenzi msikilizaji wangu, lazima ujue ya kwamba iko roho ya spidi kwenye maisha yetu. Iko roho ya spidi kwenye maisha yetu. Iko roho inayoachiliwa na Mungu kwa ajili ya spidi. Ni ishu ya wewe kuihitaji, ni ishu ya wewe kuiomba, ni ishu ya wewe kutaka hiyo roho ili Mungu akusaidie kwenye kukwama kwako, kwenye kuzuiwa kwako, ili Mungu apate kujitukuza katika maisha ya kwako. Wasomaji wa Biblia wanajua habari za Ahabu pamoja na Eliya.
marumbano yamefanyika, manabii wa bahari wakauawa, Eliya akaomba juu ya mvua, akamwandaa mfalme Ahabu kwamba ajiandae haondoke, maana mvua inakuja. Biblia inasema mkono wa Bwana ukawa juu ya Eliya. Gari la mfalme Ahabu liliondoka mapema, na ukisoma marumbano yalikuwa yanafanyika kwenye mlima Karmel, na station point yao ilikuwa inaitwa Yezeri. Ukifuatilia hapa ni umbali kama wa kilomita 32 kutoka kwenye mlima ambapo watu wameona utukufu wa Mungu mpaka sehemu ambapo Ahabu alikuwa anakimbia ili mvua isimpate. Kwa hiyo ilikuwa ni mbio ya masafa marefu na ameondoka na gari. Lakini kilichofanyika ni mkono wa Mungu kawa juu ya Eliya. Akaenda kwa spidi zaidi ya gari la mfalme Ahabu. Akaenda kwa nguvu za uwezo wa kiungu zaidi ya gari la mfalme Ahabu. Akawahi kufika kabla ya Ahabu. Inaitwa overtaking anointing. Inaitwa upako wa ku-overtake. Haijalishi watu wameanza kwa kiwango gani, lakini uko upako uliokuwa juu ya Eliya. Unaweza ukakaa juu ya kazi yako, unaweza ukakaa juu ya biashara yako, unaweza ukakaa juu ya huduma yako, unaweza ukakaa juu ya taasisi yako, na ukajikuta unaenda umbali mrefu, unakwenda kwa kasi zaidi ya. Uko upako wa kukusaidia kukutoa hatua moja kwenda hatua nyingine kwa spidi. Kama uliweza kumsaidia Eliya akakimbia zaidi ya mfalme Ahabu, unaweza ukakusaidia na wewe ukatoka ukaenda zaidi ya wate ambao ulianza nao, zaidi ya wale ambao ni wa lugha moja na wewe, ni wa usemi moja na wewe, zaidi ya wale ambao umeanza nao kwenye huduma, wale ambao umeanza nao biashara. Uko uweza wa Mungu wa kukufanikisha ambao unafunuliwa kama mkono wa Mungu wa kukusaidia ili upate kwenda masafa marefu ambayo ndani yake yana mafanikio, ndani yake yana ustawi, ndani yake yana baraka. Mpenzi msikilizaji wangu, uko upako wa kukusaidia uende kwa spidi zaidi ya. Uko upako wa kukusaidia ukuamuliwe kutoka kwenye mazingira ambayo Mungu amekukuta nayo kwa muda mrefu. Uko upako wa kuikwamua huduma, uko upako wa kukwamua biashara, uko upako wa kukwamua kwenye kazi. Mahali ambapo umekwama, upako unaweza ukaingia kazini na kukusaidia kwenda zaidi ya watu wa umri moja na wewe, wale ulioanza nao, wale uliocheza nao. Wanashangaa unapepea, wakikuuliza ni nini, uambie kama ambavyo alivyosema kwamba Bwana ndiye aliyenifanikisha, Bwana ndiye aliyenisaidia kwenda na spidi hii, Bwana ndiye aliyeniwezesha. Kwa dakika hizi chache tupate mapumziko. Maelezo ambayo yanatolewa kila wakati kwa ajili ya kanisa lilipo ndio mwaliko, na ni jambo la msingi upate kufuata ili kufika pale kwa ajili ya mambo zaidi. Lakini ningependa nitumie nafasi hii kuomba hapo ulipo juu ya neema ya Mungu kukusaidia na kukuwezesha juu ya roho ya spidi. Tuombe. Baba yangu na Mungu wangu, katika jina lipitalo kila jina, jina la Yesu Kristo, sante kwa mpenzi msikilizaji wangu ambaye umempa nafasi ya kusikiliza mambo haya kwa muda mfupi. Ninaomba rehema na ninaomba huruma na ninaomba masamaha yako katikati ya sababu yoyote iliyosababisha maisha yake yakakwama, uchumi wake ukakwama, afya yake ikakwama, hali yake ya mahusiano ikakwama. Jehova, katikati ya ghadhabu zako kumbuka rehema. Umrehemu, muhurumie, msamehe Bwana, na Bwana umtazame na kumwangalia tena kwa upya kwa ajili ya utukufu wako. Nami naomba kama mtumishi wako na mjoli wako, Mungu upate kumpa mpenzi msikilizaji wangu kufika
kwa wakati, kwa muda uliopangwa kwenye mambo yake. Ninaomba roho ya spidi kuingia kazini na kuonekana katika maisha yake kuanzia sasa, kwa jina la Yesu Kristo. Ionekane kwenye kazi kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Ionekane kwenye huduma kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Kile ambacho kingechukua miaka 10, ninaomba kifanyike ndani ya mwaka mmoja, na kile ambacho kinafanyika kwa mwaka mmoja, ninaomba kifanyike katika siku moja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninaomba mkono wako kama ulivyokuwa juu ya Elia, ninaomba uwe juu yake ili apate kwenda kwa spidi, uchumi wake uende kwa spidi, mahusiano yake ende kwa spidi, afya yake iende kwa spidi, kila kitu katika maisha yake kipate kwenda kwa spidi katika jina la Yesu Kristo. Hiyo spidi ionekane kwenye maisha yake, hiyo spidi ionekane kwenye kazi yake, hiyo spidi ionekane kwenye hatima yake, hiyo spidi ionekane katika huduma yake katika jina la Yesu Kristo. Mpe kwenda mbele, mpe kwenda mbele, mpe kusonga mbele, mpe kusonga mbele, mpe kusonga mbele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mpe kuimarika na kusonga mbele kiuchumi, na kusonga mbele kiroho, na kusonga mbele kiimani, na kusonga mbele kimahusiano, na kusonga mbele kimafunuo katika jina la Yesu Kristo. Chochote kilichomkwamisha ninakikanseli na ninakiondoa juu ya maisha yake sasa katika jina la Yesu Kristo. Bwana, mpe aende zaidi, mpe aende zaidi, aende zaidi ya kila vipingamizi, aende zaidi ya kila vikwazo, aende zaidi ya kila magonjwa, aende zaidi ya kila ukichaa, aende zaidi ya kila aina ya makatazo katika jina la Yesu Kristo. Mungu, nakushukuru kwa sababu ya mkono wako ulio kazini sasa kumsaidia huyo baba. Ainuke na kwenda, ainuke na kwenda, ainuke na kwenda, ainuke na kwenda, ainuke na kwenda kwenye afya, ainuke na kwenda katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Mungu muumba wa mbingu na nchi, kwa sababu umetenda na umefanya katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen. Tukutane kesho kuanzia saa 3:30 mpaka saa 7 IRC Nyakato. Amani iwe kwako. Amen. Amina. Ni mtumishi wa Mungu Mchungaji Josephat Madaraka akihitimisha basi kile ambacho Mungu